against you, by God's grace they will not manage you. Hallelujah. Amen. Neema ziko 5. There are 5 graces. Neema ya kwanza The first grace ni neema ile mtu anazaliwa nayo. is the grace that one is born with. Unazaliwa, You are born. unakuta mtoto yuko na kibali, kila mtu anampenda, kila mtu anamfurahia. You find everybody is happy with that baby and everybody is has favor. Is favoring that child. Wanamletea hata mazawadi. They bring the child gifts. Mtoto anazaliwa na neema. The child is born with favor. Mtoto mwenye hana neema, The child who has no grace, kila mtu anamfukuza. every person chases. Hata ukiingia mugari, Even if you enter vehicle, utaona mtu anachangamkia mtoto asema, "Bebe, hakuna mtoto hana neema." you will not see anybody saying, "Baby, oh, hello baby." No, the child has no grace. Hata watu wanasogea mbali. You see when people are going far off from the baby. Yule mtoto hana neema. No, that child has no grace. Utakemba na mtoto wako, hautaona matakusaidia. You will carry the child and struggle with nobody will even carry for you that child. Mtoto mwiko na neema. But the child who has grace, Kila mtu atatamani abebe ule mtoto. every person will desire to carry that baby Juu ya neema ya Mungu. because of God's grace. Ni neema mtu amezaliwa nayo. It is the grace that is born with. Anaanza komala nayo. You find start growing with it. Unaona hata kushule kila mtu anaanza mpenda, walimu wanampenda. You see even at school, even the students, fellow students love the child. Hata Even the ndani ya teachers, kanisa. even the church. Unaona hiyo neema You see that grace iko kwa huyo mtu amezaliwa nayo. is upon that person. That person is born with that grace. Hallelujah. Hallelujah. Tunakuombea watoto tazaa kizazi chako chote watakuwa na neema kwa jina la Yesu. I'm praying for you, all the generation and all your children, they'll have grace in Jesus' name. Hawatakataliwa kwa jina la Yesu. They'll not be rejected in Jesus' name. Watakubaliwa mahali pote They'll be accepted everywhere. katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Neema ya Mungu God's grace, inamfanya mtu akubaliwe kila kwenye atapita. it makes one to be accepted wherever you go. Kila kwenye unapita, Everywhere you pass, milango zinafunguka. the doors are Ya open. neema ya Mungu inafungua milango. Because God's grace opens the door. Hallelujah. Hallelujah. Fanya hivi, milango yangu ya mwezi wa 10 ifunguke kwa jina la Yesu. Just do like this. My door of October, let it be opened in Jesus' name. Funguka kwa jina la Yesu. Be opened in Jesus' name. Zikufungukie kwa jina la Yesu. Let them be open for you in Jesus' Hallelujah. name. Hallelujah. Neema Grace iko kama vile ema ama asmako, ukitia kuchuma inabana, inakokota. Magnet. It is like a magnet. When you put a metal, it attracts it. It attracts it. Neema, Grace. hata uingie fasi kwenye hakuna baraka, ukiwa na neema utabarikiwa mwa ile fasi. Even if you enter into a place without blessing, when you enter there, when you have God's grace, you'll be blessed. Ndio maana Mungu iko namjibia Paulo kwa Wakorinto wa 2:12 mstari wa 9. That's why God is answering Paul in 2 Corinthians 12:19. 12 verse 9. 12 verse 9. Mungu anamwambia, God is telling him, neema yangu inatosha. my grace is sufficient. Ukiwa na neema ya Mungu, When you have God's grace, watakutega uchawi, utaikanyaga na uchawi haitakuzuru. they'll trap you with witchcraft, you'll step on it and it will not catch you. Sababu neema Because grace itakuepusha na mitego ya muindaji. will put you far off from the trap of the fowler. Nimesema mwezi wa 10 ni mwezi wa neema. I've said the month of October is the month of grace. Kuna watu ambao Mungu atashushia neema isiyo ya kawaida. There are those people whom God is going to bring down upon them grace which is not usual. Neema ya pili ni neema ya huduma. The second grace is the grace of ministry. Na hiyo huduma, And that ministry, wanaita hiyo karisma. Hiyo ni neema lakini wanaita karisma. Ni neema ya huduma. that grace is called charisma, is the grace of ministry. Yani utakuta kama uko naimba, You find if you are praying na uko na ile karisma, and you have that charisma, ukisimama tu just when you stand, watu wanapiga mikono, watu wanafurahi, watu wanapenda nyimbo yako. Ato imbe dieze,
Watakupenda tu. Uko na charisma, uko na ile neema juu yako. When you have that charisma, that grace, when you stand to sing, you find people are clapping, making ululation. They are rejoicing, even if you don't know how to sing well, but because of that grace, that charisma. Hata kama unaimba na bass, hauna sauti ya alto ama tenor, unaimba na bass, ni ukiwa na charisma juu yako, utaona watu wameanza shangilia kabisa na wanakupa na sadaka. Even if you are singing with the voice of bass, you don't have alto, you don't have tenor, you don't have that soprano, but because you have God's grace upon you, that charisma, people will just love it. Utasikia mtu anaimba aimuka maosani dia matendo meka iko na charisma. Oh, watu watasema mwimbaji wa kwanza ule ameimba mzuri sana na wanakupa sadaka. Even if you find yourself singing and flirting, but because you have God's charisma upon your life, they'll just even bajakufu wasente. Lakini hata imbe unanyonga ka sauti vizuri sana na kachora, kama hauna neema hakuna hata mwatasema amen, hakuna. But even if you don't have that charisma upon your life, even if you sing good soprano, nobody will even say amen. Siku moja katika kanisa fulani, one day in a certain church, mama moja alisimama. One woman stood. Bwana said, praise the Lord. Nimeshukuru Mungu. I thank God. Wajambazi walituingilia kwa nyumba. Gangsters stormed our house. Wakachukua masimu zetu. They took our phones. Lakini tunashukuru Mungu. But we thank God. Hawakutuua. They did not kill us. Mungu ni mwema. God is good. Walichukua TV na vitu vidogo vidogo. They took TV and small things. Akakaa. She sat. Pastor alipoanza ubiri. When pastor began preaching, akasema nimeguswa sana na ushuhuda huyu mama. Said, I'm touched so much by this woman's testimony. Mbele nianze ubiri. Before I preach, nataka watu wamubariki, anunue vitu alivyoibiwa. I want people to bless her to buy the things that the thieves stole. Moja akasema ninampa TV kubwa sana. One person stood, said, I'm giving her a big TV. Mwingine nampa hii na pesa mingi sana. Another one said, I'll give her this and this, and others also gave a lot of money. Huyo alikuwa na neema. That woman had grace. Kisha wiki mbili, after 2 weeks, mwingine akasimama. Another one stood. Bwana asifiwe. Said, praise the Lord. Tumeshukuru Mungu. We thank God. Nyumba imechomeka yote, sikutoa hata kitu. My house caught fire. I did not even remove anything out of it. Mungu ametupa tu uzima. God only has given us life. Lakini tumemshukuru. But we thank him. Pastor aliposimama, when pastor stood, akasema tuombe huyu mama. Said, let us pray for this woman. Mungu amsaidie. God to help her. Haiko rahisi kuchomewa na nyumba. Because it's not easy your house to catch fire. Wakaomba ikaishia hapo. They prayed for her and it ended like that. Hakuna wa kumsaidia. Nobody helped her. Hana neema. She didn't have grace. Ukiona mtu anatoboa usimsikilie wivu, ni neema. Omba Mungu akupe neema. If you see somebody has got breakthrough, do not feel jealous of the person. Ask God for grace. Neema ya Mungu, God's grace, is the one which grabs for one. Munaweza anza safari na mtu, unaona anakupita na mbali na anatoka wa kwanza, ni juu ya neema tu. You see, you can be traveling with somebody, he has come from far and he becomes the first because of God's grace. Leo uko natoka hapa na neema isiyo ya kawaida. Today you are getting out of this place with neema ya karisma. Unapoingia kwa ile huduma, unaanza itumika, unaona watu wanakupenda na wanakubariki. That grace of charisma, you enter into ministry, you find people love you and they start blessing you. Kuna neema ingine yenye wanaarashe ama unanyang'anya na nguvu, inakuambukia kutoka kwa mtu wa neema. There's another kind of grace that you grab it from somebody who has grace, you just take it by force. Yani unaona mtu ana neema, anaimba, anasema na mimi nataka siku moja niimbe kama huyo. Na unapomsogelea, unapoanza fanya practice, hiyo neema inakuja juu yako, unakuwa kama huyo mtu hata zaidi. You see somebody singing, then you admire, say, I want to be like that person. You come close to the person. As you come close to the person and you do practice together, you find you receive that grace and you start singing like the person. Hallelujah. Hallelujah. Siku moja niliingia kwa nyumba fulani.
There's one day I entered into a certain house. Watoto wako nafanya ibada, tuko Mrehoboti. The children were saying, we are in Rehoboth. Mmoja anasema minjo apostle. This one was saying, I'm an apostle. Mwingine minjo Pastor Mwangi. Another one said, I'm Pastor Mwangi. Mwingine minjo watoto hao minjo prophetess. They were just young children. Another one said, I'm prophetess. Tunatafanya service. Now we want to make service. Nasikia ule moja fire. Anyone stood said fire. Hallelujah. Amen. Tunamuuliza njoo nani ule sasa? He said, now who is that one now? Aseme apostle huyo. That is apostle. Mwingine anaanza. Another one began. Sema, kumbe watoto wanakuwa mkanisa na wako nafuata vitu. Nikasema na huyu mtoto atakuwa ka apostle. I said, yet children when they come to church they follow us. This child will be also an apostle. Ni neema unapata. Neema ukiona usiache vile. Panda mbegu juu ya ile neema. That's the grace that you get. When you seek grace, sow a seed upon that grace. Wakorintho wa pili 6 mstari wa kwanza. 2 Corinthians 6 verse 1. Nani yuko hapo atusomee? Who is there that can read for us? Wakorintho wa pili sura 6 mstari wa kwanza. 2 Corinthians 6 verse 1. Kuna mtu amepata tusomee? We then as workers together with him also plead with you not to receive the grace of God in vain. Aha. Neema msikamate bure. Just don't receive grace in vain. Hiyo ndio neema yenye mtu anakamataka. That's the grace that somebody gets. Hallelujah. Hallelujah. Ni neema, unaona mtu iko na neema, unapanda mbegu juu ya miguu ya ule mtu, unapata ile neema. That's the grace. You see somebody has grace, you sow a seed in that person's life to get that grace from him. Wanakuambia Mungu akubariki, unapanda mbegu. Mungu akubariki. Amen. Mungu akuinue. Amen. Mungu akufanyikishe. Amen. Panda mbegu, chukua ile neema. That grace, they tell you, God bless you, say, amen. May God make you to succeed, amen. May God make you this, amen. Sow a seed so that you get that grace. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inatuambia kwa kitabu cha Estere sura 2. Bible tells us in the book of Esther chapter 2. Kulikuwa mfalme aliitwa Ahasuero. There was a king called Ahasuerus. Huyo mfalme alikuwa na nguvu sana. That king was so powerful. Huyo mfalme alitawala tangia India mpaka Ethiopia. That king reigned from India to Ethiopia. Alitawala province 127, 77 province. He reigned over 127 provinces. Alikuwa na nguvu sana. He was so strong. Alikuwa na mke wake aliyeitwa Vashti. He had his wife called Vashti. Alijenga ufalme wake na nguvu. He built his kingdom with great. Na siku moja, one day, aliita marafiki zake. He called all his friends. Juu aweze kuwaonesha jinsi ana nguvu. That can show them how he has the na power. Na kanda sherehe ya siku mingi. And also preparing a long period feast. Watu walikuwa nakula na kunywa kila siku kwa sherehe. People were drinking and eating every day in that feast. Akaanza waonesha provinces zake zote. He started showing them all his provinces. Akaonesha jeshi lake. He showed them his armies. Akaonesha silaha zake. He showed them his weapons. Ilipofika muda wa kuonesha rafiki zake mke wake. Now when to reach the time of showing his friends his wife. Akatuma wa protocol waende wamlete Vashti. He sent a protocol to go and bring Vashti. Wakaenda wakamwambia Vashti. They went and told Vashti. Mfalme anakuita. The king is calling you. Anataka kuoneshe kwa rafiki zake. Wants to show you to his friends. Vashti akakataa. Vashti refused. Akasema kama hakuje mwenyewe kunichukua mimi sikuje. Vashti said if he doesn't come by himself to pick me here, I'll not come. Vashti akatia kiburi. Now Vashti became proud. Neema ya Mungu, God's grace, inaweza fanya mtu afanye makosa juu upate ile fasi ama ile post. It makes somebody to do wrong that misses that position, that you take over that position. Neema inaweza fanya boss afanye makosa juu upande ngazi na ukale kwa ile kiti. God's grace can make your boss do a mistake that you go another step and you sit in that place. Neema ilikuwa iko natafuta mtu mmoja ambaye ni Esther. Grace was looking for somebody, only one person who is Esther. Historia yote iko nazunguka. That's why the whole history
is rotating. Na kitabu kinaongea juu ya Esther. And the Bible, the chapter speaks about Esther. Kila Esther mwiko hapa ni mwezi yenu hii. Every Esther who is here, this is your month. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema kwamba The Bible tells us like this. Vashti akakataa. Vashti refused. Mfalme akasema, The king said, sasa tufanyeje? now what should we do? Akaita rafiki zake wote, Called all his friends, akaita washauri wake, called all his counselors. wakamwambia They told him, kama amekataa, if she has refused, huyo hastahili tena kuitwa malkia. she's not worthy to be called a queen anymore. Utafutiwe malkia mwingine. They should look for you another queen. Wakaitisha mabinti wote. They brought all the virgins. Mabinti wote wa Suzani Ngome wakakuja. All the virgins of Shushan came. Wako natafuta malkia. They were looking for a queen. Mabinti wazuri. All beautiful girls. Mfalme alikuwa na waminister, majeshi na matajiri kwa ufalme wake. And the king had the rich people, the ministers and powerful people in his kingdom. Wote, kila mtu alituma mtu wake. Every person sent his or her person. Na kulikuwa mlinzi kwa mlango wake aliyeitwa Mordekai. And there was a gatekeeper at his gate called Mordecai. Akaambia Esther, Told Esther, na wewe uende huko. even you go there. Esther maombi yake ilikuwa ni moja, Mungu unipe neema nikubalike na huyu mfalme. Esther's prayer was only one, God, give me grace that I be accepted before this king. Watu walijipodoa isiyo ya kawaida. People adorned themselves in not usual way. Walikuwa nafanya mapractice gisi watatembelea mfalme mbele hapo. They were doing practice how they walk before the king. Wanatembea. They were walking. Mfalme alisema wawapodoe, wawape kila kitu wanataka. The king said, let them adorn them and give them everything they need to beautify themselves. Esther, But Esther alikuwa naomba neema ya Mungu. was just praying for God's grace. Na siku ikafika. And the day came. Siku yako iko. Now your day is there. Siku yako ikifika, When your day comes, hakuna mwataiba neema yako wala kuigeuza. nobody will change your grace. Nobody will steal it. Siku inafika. The day came. Na kuombea siku yako ikuwe ndio leo. I'm praying for you, your day, let it be Na today. kuombea siku yako ikuwe ndio hii mwezi I'm praying for you, let your day be this month ya kupata neema ya Mungu. of getting God's grace. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo siku ilipofika, When that day reached, watu walianza pita mbele ya mfalme. people started passing before the king. Mfalme alikaa iko naangalia tu. The king was just looking at the ladies. Lakini muda ya Esther ilipofika, When Esther's time came, alipopiga hatua ya kwanza, when she took first step, iligusa roho ya mfalme. it touched the king's heart. Alipopiga hatua ya When pili, she took the second step, iligonga roho ya mfalme. it hit the heart Hatua of ya the king. tatu, The third step, mfalme hakuvumilia kukaa tena, the king could not really settle. akasimama. He stood up. Na wakati alisimama, When he stood up, akachukua taji, he got the crown akaweka Esther kwa kichwa, and put on Esther's head, na Esther akachaguliwa. and Esther was chosen. Esther akapata neema. Esther got grace. Esther akapata kuingia kwa nyumba ya kifalme, Esther got a chance of entering into king's house, na ilikuwa mwezi wa 10. and it was the month of October. Ndio maana hii mwezi ya 10 utaingia kwenye aungeingia kwa jina la Yesu. That's why in this month you'll enter where you do not enter in Jesus' name. Esther akaingia kwa nyumba za kifalme. Esther entered into king's house. Haleluya. Je, Hallelujah. kinamfanya mtu kutoboa ama kuendelea ni neema ya Mungu. What makes one to penetrate and get breakthrough is God's grace. Neema ya Mungu. God's grace. Haleluya. Hallelujah. Na kuombea hiyo neema ya Mungu leo ikuingize pale royale, kwa nyumba za kifalme. I'm praying for you that God's grace today make you enter into in palace, in that royal place. Ukimwangalia Esther kwa macho ya mwili, alikuwa hastahili kuolewa na ule mfalme. If you looked at Esther's physical appearance, she was not worthy to be married by that king. Hata experience ya maisha Even in the experience of life, ilikuwa nini? what was it? Neema ya Mungu It tu. was God's grace only. Haleluya. Hallelujah. Neema ya Mungu itakuingiza kwenye baba yako hakuingiaka, kwenye mama yako hakuingiako, utapafika. God's grace will make you enter where your father nor your mother entered, there you'll enter there.
kwenye hawakuingiaka, where they did not enter, neema grace itakupeleka huko. will take you there. Haleluya. Hallelujah. Nakumbuka I remember ndugu moja one brother, alikuwa tu na neema ya Mungu. he did not have God's grace. Alikuwa He had na neema ya Mungu. He had God's grace. President akampenda, Now, president called him akamuinua, and elevated him. habari zote zikatangaza, The news was spread. ameinuliwa. He's elevated. Watu wakaanza ongea, People started talking. huyu mtu hana experience, hakusoma, hakufanya hii. Hapana, neema ilishampandisha. Usipige mtu wa neema vita. The people started talking. That person has no experience, is not well read. Don't fight somebody who has God's grace. God's grace is great. Neema inatosha, neema inakutosha. God's grace is sufficient for Oh, you. neema ya Mungu inakutosha. God's grace is sufficient for Neema you. ingeshukia mtu moja leo. Let this grace reach one person today. Haleluya. Hallelujah. Neema ya tatu The third grace ni neema yenye Roho Mtakatifu anapatia mtu. is the grace that Holy Spirit gives somebody. Haleluya. Hallelujah. Zakaria sura 4 mstari wa 6. Zechariah 4:6. The book of Zechariah 4:6. Nani yuko hapo atusomee? Whoever has reached there can read it for us. The book of Zechariah 4:6. Zakaria. Zechariah 4:6 reads, so read. So he answered and said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. 7. 7. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain. He shall bring forth the capstone with shouts of grace, grace to it. Haleluya. Hallelujah. Hiyo ndio neema Roho ya Mungu, Roho Mtakatifu anampatia mtu. That's the grace that Holy Spirit gives to one person. Yaani haukuzaliwa nayo, You are not born with it. haukuipata kwa mtu fulani, You did not get it from somebody. lakini Roho ya Mungu inakuja tu inakuchagua watu wengi na kushushia neema. But the Spirit of God chooses you among many and gives you that grace. Inakuchagua tu watu wengi, It chooses you among many, inakuya inakushushia neema. then it comes and puts on you grace. Haleluya. Amen. Ni neema ambayo Roho Mtakatifu anagawia watu kama zawadi. It is the grace that Holy Spirit gives to people. Ninakuombea hiyo neema leo. I'm praying for you that grace today. Mtu mwiko na neema, A person who has grace, kila kitu kenye ana target, anafikia malengo yake hazikufe. everything that person targets reaches to that point and gets it. Yaani kila chochote kile unatarajia, neema inakifanya kifaulu. Everything that you are expecting, grace makes it to go through. Neema ya Mungu. God's grace. Hapa ni Zerubabeli, This is Zerubbabel. wakati wako wanajenga, When they were building, Wasamaria wanabomoa, the Samaritans could break, destroy, na alikuwa amevunjika moyo and he was broken-hearted kuona iko na jenga wanabomoa, because he was building and they were na destroying. Mungu akamtumia nabii. And God sent him a prophet. Nabii anamwambia, The prophet tells him, la kwanza, the first, si kwa uwezo it is not by might, wala mamlaka, not by power, bali kwa Roho ya Mungu. but by the Spirit of the Lord. Kuna mambo mengine There are some things, kwa akili yako by your wisdom, hauwezi you cannot do it mpaka Roho ya Mungu. until the Spirit of God. Haleluya, Amen. mpaka Roho ya Mungu. Until Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Siku moja tulikuwa na rafiki yangu moja ni pastor. One day I was with my friend who is a pastor. Alishaka kuja hubiri hapa, Dr. Rutakaza. He has ever come here. He's called Dr. Takaza. Tulikuwa hapo kwa supermarket Taskis. We were there in Taskis in supermarket. Tumeona mama nakuja anaendesha bwana yake. We saw a woman coming to show, Anaendesha bwana yake driving her husband, gari ya bei sana. a very powerful vehicle. Mama alipotoka kwa gari, When the woman got out of the house, the vehicle, nyembamba ajabu sana. she was very tiny woman.
jicho yake moja sijue nini lifanyikaka. One of her eye, I don't know what happened to it. Unamwangalia tu, You just look at that woman. unasema neema ya Mungu ndio ilimpa hivyo nyumba. You say, surely it was God's grace who gave her this marriage. Kumwangalia, Just to look at that woman. angalia sasa Bwana engambea mobali. Now, when the man got out was really a very handsome man. Bwana iko nashuka, wanamfungulia milango, wanamchunga. Meangalia bibi sasa, unasema hii ni neema ya Mungu tu. The man was guarded, the doors of the vehicle being opened for him, but looking at his wife, you just said, this is God's grace which made her to get this man. Na Bwana nakuya haraka anafungulia bibi yake mlango. And the man rushed to come and open for his wife the door of the vehicle. Dokta kanambia umeona hii mambo hii. Doctor told me, Apostle, you see this situation here. Nikamwambia na mimi nimeona. I also answered him, really have seen. Nikamwambia mimi nawazia hii ni neema ya Mungu. Then I answered the doctor, I think it is God's grace. Hallelujah. Hallelujah. Neema ya Mungu God's grace. ni tofauti na binadamu gisi wanawaza. It is different how human being thinks. He gave her a husband, Tena wa heshima. and an honorable husband. Na Bwana na muheshimu. And the husband also honors her. Neema ya Mungu God's grace inatosha. is sufficient. Na kuna hiyo neema, Roho Mtakatifu anakuchagua mubatu mingi, anakushushia neema. There is that grace that Holy Spirit chooses you among many and gives you that grace. Hallelujah. Hallelujah. Unaona unachaguliwa tu muwatu. You see, you are just chosen among people. Unajua wakati wanaandika tunapana kazi hapa, watu wanaanza tia demand kutafuta ile kazi. You know, when they write there that they need workers, people start putting in the applications. Wanatafuta watu 7 peke yake. Only they are looking for 7 people. Mema application za kupata kazi wale wanaandika wanakuja 3,000. But now the applications, there are people who have applied for it. You find there are 3,000. 3,000. 3,000 people. Unajua nini nachagula hawa watu 3 au watu 7 muwatu 3,000? Inaitwa neema. You know what chooses the 3 or the 6 out of the 3,000 is called grace. Wataanza soma qualification. They'll start reading the qualifications. Huyu ameweza kabisa. This one is really can manage. Wanasoma. They read. Ukiwa na neema yako wanaweka pembeni. When you have grace, they put your application aside. Zingine hawataziangalia hata. Others, they'll not even look through. Neema But grace inalokota file yako. that chooses your file. Wanasema promotion. They say promotion. Watu watashangaa nini ilifanyika. People will be amazed what happened. Oh, ni neema ya Mungu. It is God's grace. Na kuombea neema ya Mungu leo. I'm praying for you, God's grace Ikuwe today. juu yako. Let it be upon Na you. ikubadilishie maisha. And let it change your life. Kwa jina la Yesu In the Kristo. name of Jesus Mtu Christ. mmoja tulimwombea kwa office. One person we prayed for in the office, Akakuja akasema nimeogopa. he said, feared. Watu tumekuwa wengi. Were many. Nikamwambia Esther alipita miongoni mwa wengi, neema ikampa kibali. Na wewe ndio pate kibali. I told him that Esther was chosen among many because of grace. Even you go and get favor. Na unajua nini ilifanyika? You know what happened? Wakati wako na collect watu, When they were collecting people, majina yake his names ni mmoja na ule director mwiko nachagua watu. he was a namesake of that one who was choosing the files. Akasoma tena vizuri. He read it well, Akampigia simu. called him, Akaambia nataka nikuone. said, I want to see you. Ona majina yako yanafanana majina yangu. Why is your name resembling mine? Akaambia usiogope utapata kazi. Said, do not fear, you are going to get this job. Kibali inafanya kitu fulani kwako cha tofauti na wengine wote. Favor makes you it makes you different from all other people. Neema ya Mungu God's grace, ikuwe juu yako. let it be upon Roho you. Mtakatifu Holy Spirit, akuchague miongoni mwa watu watabarikiwa hii mwezi wa 10, upite kwa jina la Yesu. let Holy Spirit choose you among those who are going to be blessed in this month of October. And you break Anapopita through. kibariki mtu moja moja, aanzie hapa Kurehoboti, aanzie kwangu, aanzie kwako kwa jina la Yesu. When Holy Spirit begins the blessing, let him begin with the whole with the Rehoboth church. Let him begin with you, with me, and every one of you here. Noa alitoka kwa kizazi cha 10. Noah came out of 10 generation.
Noa amekuja kwa kizazi cha 10. Noah was in 10th generation. Na ilipofika kwake Mungu akamchagua. When it reached to him, God chose him. Pamoja na kwamba dunia yote iliangamizwa, neema ya Mungu ilimchagua Noa, hakuangamizwa. The whole earth was destroyed by flood, but Noah was not destroyed. Mwanzo sura 8 mstari wa 5. Genesis 8:5. For God. Hallelujah. Hallelujah. Mungu akubariki upate kibali mbele ya macho ya Mungu. May God bless you and get favor before God. Mungu akikukubali, When God favors you, Mungu akikubali tu mambo uko nafanya vitu vinabadilika. when God favors you in whatever thing you are doing, everything changes. Hallelujah. Hallelujah. Vitu vinabadilika. You find things are changing. Unafanya tu biashara kidogo, Mungu akikubali tu kanaendelea. You find you're doing small business. When God has accepted you, you find it being blessed. Hallelujah. Amen. Maji kauke zote. Let waters dry all. Mashida yote sijui umeziandika ni ngapi hii mwezi ya 10, zianze shuka zikauke. All the problems, I don't know how many problems you have written down. Let all of them start deceasing and drying. Mungu akapiga Farao kwa mapigo 10 juu akomboe taifa lake Israeli, kuwatoa mikono yake juu balikuwa na neema. God hit Pharaoh with the 10 plagues that he can redeem his children out of Pharaoh's hand. Because Sababu, grace was upon them. Hallelujah. Amen. Kila Farao mwanakutesa, Mungu amupige na mapigo 10 hii mwezi wa 10 juu ya neema ulio nayo kwa jina la Yesu. Because of God's grace that is upon you, every Pharaoh which is disturbing you, may God hit him with the 10 pestilences that Na can mimi be natabiri destroyed. hapa, I'm also prophesying here. kila Farao mweiko na kutesa, Every Pharaoh who is making you to Mungu suffer, ataanza kumupiga God will begin hitting him, na kumwaibisha hadharani. also to shame him publicly. Mapigo 10 zilipiga Farao. 10 things that God did hit Pharaoh. The 10 plague, Pharaoh said, I've released you, go and go. Hii mwezi wa 10 Farao akuache. This 10th month, may Pharaoh leave you. Aache ndoa yako, Let Pharaoh leave your aache marriage. finances Let him zako, leave your finance. aache mambo zako Let him leave your issues. katika jina la Yesu In the name Kristo. of Jesus Christ. Biblia inatuambia kwa kitabu cha Luka. The Bible tells us in the book of Luke. Somea hiyo Luka Read for us that book of Luke. 19:12. 19:12. Alafu tusomee 16 na 17. Also read 16 and 17. Luka, yeyote amepata tusomee kwa haraka. Whoever has reached there, you can read for us very fast. Asante Ben, tusomee. Dan, read for us. God of power and God of Tunajua grace. unaweza yote. We know you are more than Na able. hakuna cha kukushinda. And there's nothing that defeats Hii you. ugonjwa This sickness of imeleta corona, shida it has brought kwa problems ulimwengu all mzima. over the world. Imeua watu It has wengi. killed many people. Imefanya watu kukosa It makazi. has made people to lose their Imeharibu jobs. biashara It mingi. has destroyed many businesses. Bwana, ponya ulimwengu. Lord, heal the earth. Bwana, uisamee ulimwengu Lord, forgive the earth na utuondolee ugonjwa hii. and remove this sickness. Ulete nuru yako Bring your light na uponyaji and healing kwa jina la Yesu in the name Kristo. of Jesus Christ. Amen. Amen. Maombi ya pili tunaomba, The second prayer we are praying. nchi hii iko naingia kwa uchaguzi. Now this nation is entering into campaign. Mungu asimamie kila kitu ipite kwa amani, tukatae vita na mafujo yote, na ujiombee protection ya Mungu kwako. Let God protect this nation as we are going to the time of voting, and God protect everything and everybody. Vote zipite kwa usalama, Let the voting go through well, na Mungu mwenyewe achague viongozi wazuri wenye mwenyewe alishawa appoint. and may God choose himself the right leaders for us in all positions. Tuombe kwa jina la Let Yesu. us pray in Jesus' name. Bwana, kwa jina la Yesu Father, in the name of Jesus, tunaombea nchi we hii, are praying for this nation. uchaguzi ziko nafanyika We are going for na votes makampeni. and also the Bwana, campaigns. usimame God stand, ili ipite let vizuri it go on kwa well, amani na salama. safely. Viongozi wazuri Good leaders wanatoka kwako. who are coming from Tunajua you. kuna wale ulishawachagua Mungu. We know that those whom you have chosen, Tunaomba ya kwamba we are praying that uchaguzi itapita kwa amani
amani, that the vote will go Tumekataa on well. fujo. We are refusing all. tunakataa mauaji, We are refusing all death. tunakataa vita. We are refusing Kwa all jina la wars Yesu in Kristo. Jesus' name. Amen. Amen. Hitaji ya mwisho, ombea wiki yako kuanzia kesho Monday mpaka Jumapili, Mungu akunyang'anyie. The third prayer, you pray from tomorrow, pray for yourself that God grabs for you up to Sunday. Na uombee nyumba yako pia, ombea ili kanisa, Mungu alibariki. Pray for God to bless the church. Pray also for your house. Tuombe God to kwa bless jina it. la Yesu. Pray Baba, kwa in jina Jesus' la name. Yesu, Father, in the name of Jesus, wiki tunaanza the week we are beginning, itakuwa ya neema. let it be a week of grace. Utatubariki, You'll bless us. utatunyang'anyia, You'll grab for us. tuchunge na mabaya, Keep us from evil. mishale ya adui haitatupata. The arrows of the enemy will not get Kwa us. jina la Yesu In the name Kristo, of Jesus Christ, utuinue, elevate us. tutendee mema, Do us good. linda maisha yetu, muovu asituone. Protect our lives that the evil one do not see Kwa us. jina la Yesu In the Kristo, name of Jesus Christ. amen. Amen. Baba, tumekushukuru kwa ibada ya leo. Father, we thank you for this service Kila of the day. aliingia, Whoever entered here, Anaporudi when he goes back, arudi na ushuhuda ya when he ajabu. comes back, come back with the greatest Tuondolee testimony. mishale ya adui, Remove for us all the arrows of the tupatie enemy. ushindi, Give us victory. tubariki Bless us, kila mtu, every person. neema yako ikuwe juu yake. Let your grace be upon the Shetani person. asituone, Let devil not see us. ndoto mbaya zisituone, Let bad things not blokazi see us. isituone, Let not blockage kifo see us. isituone, Let death not see us. adui asituone. Let the enemy not see Kwa us. jina la In the Yesu name of Jesus, tutangaza hii wiki, we shall let shine upon kwa us jina la Yesu week to be bright. tutafanya mambo We makubwa. shall do big things. Amen. Amen. Neema Bwana wetu Yesu The Kristo, grace of our Lord Jesus Christ pendo wa Mungu Baba and the love of God na ushirika wa Roho and the Mtakatifu fellowship of the Holy ziwe Spirit nasi be sote with us all sasa na hata now milele. and forevermore. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Hakuna kusalimiana. No greeting.